Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wamepewa neema kubwa, kibali kubwa, gharama kubwa, huduma kubwa, lakini inafika mahali hiyo huduma na gharama inazima, inakwama. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu ni mwaminifu. Simwambie mguza mwenzako, mwambie Mungu ni mwaminifu. Hata vipawa na huduma na gharama zikikwama, Mungu atahakikisha amezikwamua. Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna mmoja wetu hapa ati kuna huduma na gharama amepewa na kipawa amepewa na Mungu na kimekwama, hii tukienda kumaliza hii ibada, Bwana Yesu asifiwe, itaweza kufunguka. Kuna kitu Mungu kwanza anapokupea kipawa na huduma, kwa sababu yule ambaye ametupea neema ana uwezo wa kulinda neema ambayo ametupea. Yule ambaye ametupea huduma ana uwezo wa kulinda hiyo huduma. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana anasema macho yake ya kiroho iko kila mahali, inatutazama, inatuona. Kwa nini mbingu itulinde? Kwa nini mbingu itutazame kila wakati? Kwa sababu gani? Wengine tuna huduma na vipawa na gharama tumepewa kubwa za kimataifa. Si tu gharama ya hapa Moyoko, si huduma, si talent ya hapa tu Moyoko. Kuna mtu apewa uimbaji wa kimataifa. Uimbaji wa kimataifa. Taifa ya kwanza ikiwa Kenya, ya kwamba watakiwa hii talent, hii gharama umepewa isonge katika kila kaunti, ukihubiri, ukipeana habari njema, watu wakikombolewa, watu wakiponywa, kwa sababu hii gharama, hii huduma, hii talent umepewa na Mungu ni ya kimataifa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tukiwa pale tu, najua ya kwamba tumeshuhudia watu walikuwa waimbaji wakuu wa kimataifa, lakini inafika mahali hizo huduma, hizo gharama, hizo talent zimeishi. Ni nini hiki kinaua? Ndio nilikwambia kuna mtu anauliza, nilikuwa mhudumu, nilikuwa mwombezi, nilikuwa praise and worship, lakini sijui ni nini nilifanya, sielewi. Kuna mtu hapa ana maswali, mbona fulani alikuwa anahubiri vizuri, mbona fulani alikuwa wa worshiper, na hii worship inaenda ikijidimia ndani yake. Mbona fulani ni mhubiri lakini hahubiri vile inatakiwa kuwa. Ni kwa nini? Najua maswali iko katika mioyo yenu. Ni kwa nini? Lakini nataka nikuonyeshe. Hebu nisomee Methali 15:3. Wacha nikuonyeshe kwanza. Methali 15:3 inasema macho ya Bwana yako kila mahali, inatuchunguza. Bwana Yesu asifiwe. Na macho ya Bwana huwa inazunguza mema. Kitu ya kwanza, macho ya Bwana inaweza kuchunguza mema tunayoyafanya. Bwana Yesu asifiwe. Maamuzi ya mema tunayofanya, macho ya Bwana inaweza kwanza kuchunguza. Maamuzi ya pili, macho ya Bwana inaweza kuchunguza ni maamuzi ya mabaya tunayoyatunga katika maisha yetu, kwa sababu kuna maamuzi makuu ya siri tunayoyafanya yanafunika vibali na huduma ambayo ziko juu yetu. Hebu tusomee mtumishi wa Bwana 15:3. Macho ya Bwana yako kila mahali, yakichunguza mabaya na mema. Bwana Yesu asifiwe. Mbona macho ya Mungu ichunguze mabaya? Nilisoma huu mstari nikafikiria, ikanifanya niwaze sana. Kwa nini macho ya Bwana ichunguze mabaya? Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini macho ya Bwana itazame upande wa mabaya? Bwana Yesu asifiwe. Inachunguza mabaya kwa sababu kuna maamuzi mabaya huwa tunayafanya yanachoma huduma
karama na vipawa ambazo ziko ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la kwanza ambaye inaweza ikaharibu before tuende kusomea Mhubiri 12:14. Tumeona kwanza macho ya Bwana inachunguza mabaya. Na kwa nini Bwana achunguze mabaya? Kwa nini Bwana achunguze mabaya? Kwa sababu kuna maamuzi mabaya ambayo pia nimekuambia kwamba tunafanya mpaka yanachoma huduma na vibali na neema ambazo zimepewa. Na kwa hiyo unapata kwamba huyu mtu alikuwa na neema kubwa, lakini imefika mahali hii neema imekwama. Huyu mtu hata kuna wengine hata hatujafika kiwango ya kujua kwa nini tuko kanisani. Paulo anasema you have to make every effort to confirm your calling. Kwa nini unaitwa? Na ukishajua kwa nini unaitwa, hauwezi fanya maamuzi mabaya kinyume na kipawa na huduma ambayo Mungu amekupa. Bwana Yesu asifiwe. Tusomee Mhubiri 12:14. 12:14 Mhubiri. Maana Mungu ataleta hukumuni kila kazi na pamoja na kila neno la siri, likiwa jema au likiwa baya. Sikiza sasa, katika kuchunguza kwa Mungu katika mabaya na mema. Kwa nini anachunguza? Kwa sababu ataleta hukumu na kila neno, liwe baya na liwe jema. Na baadhi ya mambo mabaya huwa tunafanya. Kwa nini Bwana anachunguza? Anachunguza kwa sababu anajua mabaya mengi tunayoyafanya huwa yanakuja kugonga eneo la huduma, eneo la gharama, eneo la kibali. Sisi kama nimeeleweka. Mabaya yale tunayoyafanya, maamuzi mazito mabaya tunayoyafanya huwa yanalenga kukwamisha huduma, gharama na vibali na neema ambazo Mungu ametupa. Bwana Yesu asifiwe. Sisi kama naeleweka. Nasema hivi, Mungu kwanza anachunguza mema na mabaya. Na kwa nini Bwana achunguze mabaya? Nataka uwazi. Kwa nini Bwana achunguze mabaya? Kwa nini haya mabaya Bwana anataka kujua? Mungu hawezi chunguza ubaya wake. Na anachunguza ubaya ule huwa sisi tunafanya. Na anachunguza ili akulipe, atoe hukumu kulingana na mema ama mabaya unayoyafanya. Sikiza. Na mabaya, maamuzi makuu mabaya tunayofanya katika maisha yetu huwa yanalenga eneo ya huduma, eneo ya gharama, eneo ya vibali, eneo ya neema ambayo Mungu ametupa. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la kwanza ambao huwa inaua huduma, kibali ndani yetu ni dhambi za siri. Dhambi za siri ama dhambi za siri. The secret sin. The secret sin. Uchungaji hiyo ni nini? The secret sin. Then how the secret sin ama dhambi ya siri ina affect huduma na gharama ambazo Mungu ametupa. Sikiza. Dhambi ya siri ni nini kwanza? Dhambi ya siri ni dhambi isiyojulikana au kuonekana na wengine, au kosa isiyokusudiwa kujulikana au kuonekana na wengine. Nirudie. Ni dhambi isiyojulikana au kuonekana na wengine. Na maanisha nini? Kuna dhambi nafanya, kuna maamuzi nimefanya, lakini wewe hujui. Ni kweli mimi ni mhudumu,
Ni kweli mimi ni wa praise and worship. Ni kweli mimi ni wa intercessor. Ni kweli mimi ni mhubiri. Ni kweli mimi ni pastor. Ni kweli mimi ni bishop. Lakini kuna maamuzi ya siri. Maamuzi ya siri mimi nimeamua. Kuna mambo nafanya mabaya nimeamua. Lakini nyinyi hamjajua ni maamuzi yangu mimi nafanya. Lakini haya maamuzi ya siri yasiyojulikana ama kushitiwa kujulikana na mwingine huwa yana affect eneo ya gharama na huduma. Sijui kama naeleweka. Nasema hivi, hii ni dhambi isiyojulikana. Nasikiza, dhambi ya siri haijui, na naomba tu usikize hata kuliko kuandika ikuingie. Dhambi ya siri haijui bishop, haijui pastor, haijui mwinjilisti, haijui ni nabii, lakini ni dhambi haijulikani. Wewe hujui kama niko na watu wengine nje na mimi bado ni mgumu. Naweza kuwa nimesimama mbele yenu na niko na mabibi 20, lakini mimi ni mhudumu, mimi nahubiri Injili, lakini dhambi ya siri ni maamuzi ya mtu binafsi ya upande wa ubaya ambayo huwa yanakuja na kuua huduma na kibali na gharama katika maisha yako. Hata nitumie kama naelewa. Maamuzi haya ya siri na mabaya ambayo unaona Mungu anayachunguza ndio akulipe kulingana na baba yako. Haya maamuzi mara nyingine huwa yanalenga kukwamisha vipawa, gharama zile ambazo Mungu ametupa. Utakuja ukute mtu ni huyu alibarikiwa na kibali, ana neema kubwa, akiimba hivi tunabarikiwa, lakini ndani yake kuna maamuzi ya siri. Katika dunia ya siri ameamua yakachoma huduma iliyo ndani yake. Inafika mahali anashindwa kuhubiri, lakini wewe unashangaa uko na yeye au dini nini na kura, lakini kuna maamuzi alifanya ya siri na ambayo yanamkura. Bwana Yesu asifiwe. Kuficha dhambi, nini maana yake? Kuficha dhambi, kwa sababu hii dunia ya kuficha dhambi ina maana wengi wetu tuko pale tumeficha dhambi, zinatufuruga. Kuna dhambi tunazozifanya zinafuruga vibali na kazi nzuri Mungu alizotupea. Kuna dhambi tumeficha zinafuruga familia Mungu aliyokupa. Kuna Mungu anakupa familia ambayo ameigaramikia, lakini kuna dhambi ambayo umeficha inafuruga hiyo jamii yako ambayo Mungu aligaramikia. Kwa lugha nyingine, kuna mazuri. Yesu alisema hivi, alisema na yajua yaliyomo ndani ya mwanadamu, na yaelewa yaliyomo ndani ya mwanadamu. Na haya maongezi aliyoongea akiwa amesimama kwa upande wa mema, ya kwamba najua mema yaliyomo ndani ya mwanadamu. Najua mema. Lakini huyu Yesu tena anarudia anasema najua na nawaelewa. Akiwa amesimama upande wa mabaya, anaelewa ubaya, uzito wa maamuzi mwanadamu anaweza kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Yaliyomo ndani ya mwanadamu, moja ni kibaya. Na kama utapata kwamba mtu huyu alitakiwa hawe intercessor. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba pasa hatafika kanisani mbele yake. Yeye ni intercessor, yeye ni mwombezi. Na wacha niwaambie, hii dhambi ya siri nimekuja kugundua ina attack sana intercessors. Na mahali tunaelekea, unakuja unapata kanisa haina intercessors. We only have worshipers, lakini hatuna
hatuna intercessors. Hatuna mtu anaweza tusimamia maombi kutoka asubuhi bila pasa. They are not there. Dhambi ya siri imekula intercessors. Dhambi ya siri imekula walimu wa neno. Ni kweli nani mwalimu anatufundisha vizuri, lakini kuna maamuzi ya siri aliyoyafanya ambaye hatujui, inakula huduma na kibali kiko ndani yake. Ndio maana wengi wetu tuna maswali chungu zima. Kwani nani Nyambura alifanya nini? Nani mwinjilisti James alifanya nini? Pastor Ken alifanya nini? Pastor Joyce alifanya nini? Haya maswali tunajiuliza ni kuwa kuna maamuzi ya siri ambayo anayafanya na yanakula huduma na kibali iko ndani yake. Dhambi ya siri inafunguza uwepo wa Mungu katika nyimbo zetu tunazoziimba. Dhambi ya siri inakwamisha huduma na maabudu tunayoomba mbele za Mungu. Ifike mahali Mungu aseme mnayoyaomba ni bure, mnayofundishana ni bure. Hebu tufungulie Mark 7:7 ni kuonyesha vile dhambi ya siri ina affect huduma na mafundisho na maombi yetu bure. Ina affect. Kuna kiwango tunaingia, tunakitolewa kiwango cha kutoa maabudu ya kweli, ibada ya kweli inapotea. Tunaanza kutoa ibada ya wanadamu. Ibada ya wanadamu inabaki ndani yetu, lakini ibada ya Mungu inapotea ndani yetu. Naye Mungu anajibu, anasema naenda kanisani bure, mnaniabudu bure, kwa sababu dhambi ya siri iliingia ndani yetu na ikavivinya na ikaharibu ibada ya kweli ndani yetu. Mark 7:7. Marko sura 7:7. Hebu sikia hiyo kiwango ya kwamba Mungu anafiamani, anakataa maabudu yetu, anakataa sifa zetu, anakataa kazi zetu, anakataa kila kitu tunachokifanya, anakataa mafundisho yetu, kwa sababu dhambi ya siri, maamuzi tuliyoyafanya yasionekana, yakameza vibali na yakameza gharama zilizokuwa ndani yetu. Hebu soma. Nao wananiabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Wakifundishana mafundisho yaliyo ya wanadamu. Anasema tunamwabudu bure. Kuna kiwango hapo, wengine ambao wamemezwa na dhambi ya siri ambayo tumefanya kwa siri, inameza kibali, mafundisho na gharama ambazo Mungu ameweka ndani yetu. Wengine tumepewa neema ya kufundisha, lakini neema haifanyi kazi, imekwama kwa sababu ya mafundisho, kwa sababu ya maamuzi ya siri ambayo tumeyafanya. Utapata kwamba mimi ni mwinjilisti, lakini yale mambo ninayofanya haifanani na kile natakiwa kufanya katika ufalme wa Mungu. Listen, I don't mean nikienda hii njia kuna mtu atanikasirikia, lakini tuacha niende. Kuna maamuzi, kuna intercessors, kuna watu watakiwa kufika katika ibada asubuhi na mapema. Tupate wanasafisha anga, wanaombea anga ifunguke, lakini wanalala mama.
hawako kanisani, lakini wewe fanya maamuzi ya saa 5 ndio utafika kanisani. Nani unataka kutengenezea hapa? Wiki mzima utakuwa hii environment, na mchawi anaweza kuwa alikuja akapanda mambo yake, lakini watakiwa ufike mapema, uanze kupambana na maroho pengine amemwagwa hii wiki, upambane nayo. Lakini akili yako, Paulo alisema wengine niliwaacha wakafuata akili zao. Tuna maamuzi tunafanya na kwa akili zetu, tukufikiria ni mema, bali tunaua gharama na kibali ndani yetu. Mnataka kusikia Paulo akisema dhambi ya siri itakufanya uwe na maamuzi yako mwenyewe, itakusukuma ufanye maamuzi yako mwenyewe, si maamuzi ya kiungu. Ama mnataka kusikia Paulo akiongea? Hebu Paulo tuongeleshe Warumi 1 na uanze 19. Anzia 19. Kwa kuwa mambo ya Mungu yanayojulikana yamekuwa dhahiri ndani yao. Hawa ni watu wanamjua Mungu na ni watu wamedhihirishiwa mambo ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ni watu wanamuelewa Mungu ndani na nje. Lakini sikiza, tuendelee. Kwa maana Mungu aliwadhihirishia kwa sababu mambo yake yasiyoonekana tangu kuumbwa ulimwengu yanaonekana. Sasa sikia, dhambi ya siri inakusaidia kuleta mambo ambayo hayakuwa yanaonekana, yanaanza kuonekana katika anga yako. Ya kwamba huyu mtu anakuwa anaamka asubuhi na mapema kuja kanisani, sasa amefanya maamuzi ya kuja kanisani saa 4. Sasa watu wanashika nini imemfanyikia? Kuna mtu alikuwa mwombezi, alikuwa anajifunza vizuri hapa kanisani, lakini kuna mambo yasiyoeleweki yanaonekana akiyafanya. Mimi juzi naona mwalimu wangu aliyenifunza neno la Bwana, nampata mahali kwa kilabu nikelelewa kitu na mwana juu mahali anakunywa pombe, nikashangaa nini ilifanyika kwa huyu mwalimu aliyenifunza neno. Ndio nakwambia kuna maamuzi yako yanaonekana ndani yako, sasa yanaonekana, na haya maamuzi huwa yanagonga eneo ya kibali na huduma na dawa. Yasionekana yameanza kuonekana. Endelea. Kwa sababu mambo yake yasiyoonekana tangu kuumbwa ulimwengu yanaonekana. Sasa umeanza kufichulia watu mambo mengine mbaya haikuwa inaonekana katika ulimwengu wako, na kufahamika kwa kazi zake, yaani uweza wake wa milele na uungu wake. Mambo ya Mungu atufanye vile yatakiwa kuwa. Tumeenda kinyume na vile Mungu anataka. Dhambi ya siri inakudirect, inakupa wrong direction. Dada yangu amesema Mungu atuonyeshe njia, na anapotuonyesha njia atuendi ile njia ametuonyesha. Dhambi ya siri, maamuzi ya siri, tunaamua kwa siri yale sisi tunaiamulia yanatupeleka kiatini. Hebu endelea. Uweza wake wa milele na Mungu wake wasiwe na udhuru. Kwa sababu walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu. Hebu tulia hapo. Hao ni watu wanamjua Mungu. They are people who know God. Ni watu wako na idea who is God. But hawamtukuzi vile Mungu anatakiwa kutukuzwa. They have changed their mind. They have changed their heart. They have changed the truth of God.
Ni watu wamebadilisha ukweli wa Mungu katika maisha yao. And now they are fighting. Hawafuati ile njia Mungu alidhihirisha. Mwanzo tukaona hapo akisema nilidhihirisha. Kwa hivyo kuna ukweli fulani Mungu alidhihirisha katika maisha yako kwa sasa. Mungu alidhihirisha wakati alikuwa anakuita na anakuonyesha njia. Hii ndio njia, fuata hii, kesho yako itakuwa na vita. But we change the direction. Uchuaji tu unafanya tubadilishe. Hebu sikia, nasema nini chini? Mungu ndiye Mungu wale kumshukuru, bali walipotea katika uzushi wao, na mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza. Mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza. Mimi sio Mungu mwenye anapeana ujinga. Sijaimwona. Na sijaiona mtu amezaliwa akiwa mjinga. Kuna kitu sisi wenyewe tunajitengenezea. Yaani maamuzi yetu ndio yatakaoamua kama tutaitwa wajinga ama werevu. Na haya maamuzi ambayo tunafanya inafanya tuitwe mpaka na Mungu wajinga. Mioyo yetu yenye ujinga ikatiwa giza. Sasa nataka nitieke kwa hiyo kiatu. Ile ya huyo mtu mwenye moyo wake umetiwa giza sasa. Sioni huyu mtu mwenye moyo wake umetiwa giza utaona uzuri wowote katika ulimwengu. Na hakuna great decision hata ifanye. Kwa sababu moyo wake una giza. Nafsi yake imezama kwa mabaya. Nafsi yake imezibwa masikio, haisikii sauti ya Mungu. Kama moyo umetiwa giza, utasikia kweli sauti ya Mungu? Utafanya mambo ya Mungu kweli? Utakubaliana na Mungu kweli? Hauwezi kubaliana na Mungu. So you will start making your own decision. Na hizi decision, that is what I'm preaching today. This decision ndizo zinakuja kuharibu kiwango chako cha huduma, kiwango chako cha gharama, kiwango chako cha neema. Kinafuruga na kinakwamisha kwa sababu you are making your own decision. Inatakiwa kila hatua tunayofanya iwe imeunganika na roho ya Mungu. Sikii kama mmesikia? Kila hatua tunayofanya iwe imeunganika na roho ya Mungu ama na maamuzi ya Mungu. Hebu endelea kidogo. Uone watu wakifanya decision at their own time. Mstari 22. Wakijinena kuwa wenye hekima walipumbazika. Sikia. Kuna mtu anajinena ana hekima. Sasa mioyo yao ilitiwa giza. Ataanza kujisifia kwamba yeye ni mwenye hekima. And this is where we are. This is where we are today. Even in the church, kuna mapasta Mungu aliwaacha, lakini bado wanatueleza wana hekima ya Mungu. Kuna waimbaji Mungu alikuwa ndani yao, lakini wanaimba mbele yetu, lakini bado hakuna roho ya Mungu ya uimbaji ndani yao. Wao ndio tu wanatuelezea ya kwamba wana hekima ya uimbaji wa dunia. Mimi nawaambia nina hekima ya Mungu. Ninasema haitakiwi ujitolee ushuhuda wa mema. Wacha watu washuhudie mema yako. Hata mimi napenda uimbaji yangu. Wewe unapenda nini unaimba wewe?
Hebu songa hapo chini kidogo na nimalize. Sitaki saa 7 inipate hapa. Mstari wa 23. Wakaubadili utukufu wa Mungu asiye na uharibifu kwa mfano wa sura ya binadamu aliye na uharibifu. Hebu sikia. Hii dhambi ya siri ama maamuzi ya siri unayofanya yamemtoa katika njia za kiungu, na ameamua ukiabudu kiume chenye uharibifu, akaacha Mungu ambaye amejawa na neema na mema. Kuna direction amechukua. Hebu rudia tena. Kuna direction amechukua. And these people knows God. Watu wanajua Mungu, lakini kuna direction amechukua. Hebu rudia tena kuanzia wapi? 23. Wakaubadili utukufu wa Mungu. Wakaubadili, kubadilisha. Kuna njia alitakiwa iende, lakini amebadilisha. Ni msukumo wa dhambi ya siri. Basi dhambi ya siri itakusukuma ubadilishe njia zako, utoke eneo msaada wako huko uende eneo unahangaika. Sisi kama nimeeleweka, itakufanya ukaivati. Imagine ulikuwa umekanyaga laini nzuri, baraka za Bwana zitakukuta vizuri, lakini unaona zimechelewa. Wewe ndio unajiambia zimechelewa. Utapanga Mungu kukubariki. Mungu anajipanga vile atakupanga. Sisi tunakubali tupangwe na Mungu, lakini sio sisi tunapanga. Lakini the moment tumeamua kudivert, hapo tunajifanya tunampanga. Hatutapokea ile msaada kwa kiwa kupokea kwake. Lakini kwa sababu hatuna uvumilivu na hatutaki kuvumilia, we divert. Tumechukua laini nyingine, na ile laini tumechukua haina roho ya Mungu na haina Mungu, na Mungu haijui. Sikia, baada ya yeye kubadai baki na asiye na uharibifu kwa mfano wa sura ya binadamu aliye na uharibifu. Sasa sikia, na ya ndege na ya wanyama vitambaavyo. Hii dhambi ya siri imekusukuma. Sasa umeanza kuabudu hata watu, lakini unaabudu ni chenye uharibifu. Na ndio maana niliwaambia Shetani anahitaji tu nafasi, kalango tu aingie. Sasa hili lango, asubuhi nimekuambia Shetani anaangalia mahali kuna lango hapenye. Sasa hili lango tunampa, hili nafasi tunampa ya kutangulia maisha yetu, ya kwamba tumeacha Mungu wa kweli, tunakimbilia mambo ya wanadamu. Hii ni lango, na haya ni maamuzi yanatokana katika dunia ya siri, ya dhambi ya siri, ya kwamba tumempea Shetani akiwe shot to fight us. Lakini wewe unaanza kusema nani niliroga? You get the devil akiwe shot to fight. If you change God, utoke kwa Mungu wa kweli, wewe kwa Mungu ya wanadamu, Shetani hakuacha. You will finish. Itakuwa sasa anajua hauna God. There is a salvational element. Kuna element ya wokovu. Kuna God ya wokovu. Na ukiwa wokovu, katika wokovu, hii the element, Biblia inasema element of salvation. Unawekwa kwa kichwa a God of salvation, ya ulinzi, mkuki wa wokovu, ya ulinzi. Malaika, Biblia inaniambia kwamba Hebrews, ya kwamba malaika wako ambao wametumwa wachunge watu ambao wameokoka. Then tell me, hauko kwa wokovu na una mtu anakulinda, how is it? What will happen? You are giving the devil clear chance to kill you, to kill your destiny, to kill your family. Ndio maana kuna wengine wanauliza, kwani ilienda aje familia yangu? Ilienda aje? Na tuko kanisani tunaulizana hii maswali, but we are still in the church. Mambo yaendi, but we get the devil a clear shot to attack us. Tumepea tu.
because we diverted from the ways of God, tukaenda kwa njia zetu sisi wenyewe. One way of giving the devil a chance to attack you, it is to divert from the ways of God. Umetoka kwa njia za Mungu, so ujue devil ashakuletea the ways of God. Njia za Mungu zitakulinda, lakini ukitoka tu kwa njia za Mungu anakuona. Sadani hakuanzi kwa njia, ana njia yake. Njia zake ni hizo za wanadamu, hizo mnajitengenezea nyinyi, lakini si za Mungu. The big mistake we are doing today, it is to isolate ourselves from the plan of God. We are isolating ourselves from the plan of God. That is a mistake. Utakaa hadi nje ya mpango wa Mungu. Anasema have a good plan for selling. Lakini you are isolated for yourself from that plan of God. How are you going to survive? Maisha yako itakaa namna gani? Then when ukitoka kwa mipango ya Mungu, it means you are giving the devil a chance to attack you, to kill your destiny, to kill your kesho yako. Avunje ile amani ilikuwa kwa familia yako, yeye anaimaliza. Na mwingine anasema mimi nilikuwa nakaa na familia yangu, mimi nimepatana juzi na pasa rafiki yangu sitamsema. Lakini akaniambia James, familia yangu itizo na attack. Nikamuuliza ni attack ya kifo? Hapana. Hakuna amani. Then who is the head of the family? Ni mimi. Then it means kuna lango umepea shetani, na ndio anayetumia kukuata. Enda soma 2 na tumalizia hapo. Muda imeenda. Mstari wa 24. Kwa ajili ya hayo Mungu aliwaacha katika tamaa za mioyo yao, wafuate uchafu, hata wakavunjiana heshima miili yao. 25. Sikiza kidogo. Kwa maana walibadili kweli ya Mungu kuwa uongo. Wakakisujudia kiumbe na kukiabudu badala ya Muumba anayehimidiwa milele. Kidogo tu fika hapa. I want to finish with this one. When you divert, you change the truth of God. Ukitoka kwa njia za Mungu, unabadilisha ukweli wa Mungu. Na kubadilisha ukweli wa Mungu, kile huwa kinasukuma ni nguvu ya dhambi ya siri. Kama huduma yako itajidimia, wewe ni mwalimu mzuri wa dini. Ikifika mahali nione ufundishi neno vile unatakiwa kujua, itakuwa ni maamuzi yako. Kwa sababu kushindwa si sehemu yako. Mungu hawezi shirikiana na mabaya kukumaliza. I want to finish that. Mungu hawezi shirikiana na mabaya kukumaliza. Bwana Yesu asifiwe. Shetani kile anafanya katika huduma na katika gharama na vipawa mbalimbali Mungu amekupa, hata kuinulia kiroho ambacho kitakuzuia hicho kipawa, gharama, huduma isiende kiwango kile ambacho Mungu alikuwa anataka. Anaweza wengine wetu, baadhi ya sisi, wale watu ambao wamepewa gharama na huduma na kibali mbalimbali mzito sana na Mungu, wameinuliwa roho ya ulevi utawazuia. Mtu akitoka klabu, ameokoka, amekuja kanisani, akiokoka ile ya ukweli, ile mambo inalipuka ndani yake, anakuwa mwinjilisti, anakuwa mwimbaji, anakuwa nini. So what the devil will just do, atainua roho ya kuzuia kibali na gharama katika maisha.
Anaweza kukuinulia roho ya masengenyo. Kuna watu wanapenda kusengenyana sana. Wanasengenya mpaka mchungaji. Na pia kuleta mazoea. Ningekuwa nataka ningekuonyesha vile kuleta mazoea kwa nabii yako inaweza uwa huduma na kibali kiko ndani yako. Kwa sababu utakuwa na mdharau. Sasa ukidharau kiongozi wako, huduma na kibali kiko ndani yako kitainuka. Hakiwezi inuka. Hebu mkeni tumalizie. Unaweza letewa roho ya uzinzi. Unaweza letewa tamaa ili imalize huduma ambayo iko ndani yako. Unaweza letewa maroho mengine sasa mataja leo ambayo ni ya kumaliza kibali, kumaliza neema ambayo Mungu amekubebesha. I know today you have heard the word of God. Kutoka asubuhi tumeongea mambo mazito sana. Nataka tu uchukue muda mwambie Bwana asikubali gharama na kibali na huduma ambayo amekupa ikwame. Kila mtu amepewa nafasi ya kupokea gharama, huduma na kibali. Tumepokea neema mbalimbali. Kuna mambo ambayo tuliyapokea kutoka kwa mbingu. Mwambie Bwana umesikia neno lake. Asikubali haya ya mbingu nililisa ndani yako ya kwame. Una huduma Mungu aliweka ndani yako. Mwambie Bwana asiruhusu ikwame. Mwambie Bwana asiruhusu gharama, vibali mbalimbali na neema ambayo amekupa ya uimbaji, neema ya uombezi, neema ya kila kitu ikwame. Nataka kila mtu achukue katika mbili. And then you pray for yourself. Usiangalie mwenzako. Kama unataka kunawiri, kama unataka mambo yako yawe mazuri, ambia Bwana awekee ulinzi neema aliyokupa. Ambia Bwana awekee ulinzi kibali ambacho alikupa. Mwambie Bwana awekee ulinzi gharama ambayo alikupa. Mbingu haiwezi kupea jambo, haiwezi kupea kitu na ikose kupeana ulinzi. Ulinzi uko, na wengine wetu tulidivert, tulitoka katika njia na mipango ya Mungu, na ndio maana unaona mambo ni magumu. Mwambie God, mwambie God, tell God to help you. Mwambie Mungu akusaidie. Usinyamaze. Wengine tumepewa kibali. When you silent, then it means you're okay, but we're not okay. Mwambie Bwana, kibali hiki ulinipa, huduma hii ulinipa, mafundisho ulionipa, neema ulionipa. Bwana ulinde, ulinde. Ulipewa kibali, ambia Bwana ilinde nilipokupa nafasi hii mjombe. Usije kibali na neema na gharama unazo alizokupea uenda zilitoka, wewe ukabaki bila kitu, lakini nakupa nafasi ubadilishe na ipate kurudi tena toka kwa hizo njia zilizofaa, toka katika dhambi ya siri, kilete katika maamuzi ya mbingu ili maisha yako ibadilishe. Omba. Mimi nataka kusikia watu wakiomba. Omba. Mwambie Bwana kama kuna kibali na neema iliyokwama, aibadilishe, aikwapwe. Mwambie kurudishe roho uliokuwa nao na kutoroka
ofisi yako. Omba. Pray for yourself. Pray for yourself. Komua. Na hata mbingu zako zilizosimwa. Komua. He said, I am your God, and I will protect you. I will help you, and I will work with you. Anasema nitakusaidia, na nitasimama na wewe, na nitafanya kazi na wewe. He said, I will work with you. I will protect you. Ana uwezo wa kuzuia na kulinda neema na kibali na gharama ambazo amekufa. Ana uwezo wa kuondoa dhambi ya siri ambayo tunafanya kwa maamuzi yetu katika eneo la siri, na inakuja kugonga eneo la gharama. As I finish, Father, thank you for your revelation. Nakushukuru kwa ufunuo. Nakushukuru kwa neno lako. Nakushukuru kwa kuzungumza nasi. Nakushukuru kwa uamsho. Nakushukuru kwa neema yako. Nakushukuru Bwana kwa kibali chako. Kufikia hapo tumekusikia na tumekuona katika ibada. Nikimaliza Bwana, tembelea kila mmoja. Chunguza moyo wake. Uone mahali anahitaji na ni nini cha kurekebishwa. Bwana, urekebishe. Rekebisha maisha yao. Rekebisha Bwana. Rekebisha eneo ya kazi. Rekebisha eneo ya familia. Rekebisha eneo ya familia. Rekebisha eneo ya familia. Rekebisha Bwana. Rekebisha Bwana. Rekebisha na turudishe katika eneo lako. Turudishe katika njia zako. Wengine tulitoka bila kujua, lakini tunaamini una uwezo wa kuturudisha. Turudishe Bwana. Rudisha watu wako. Rudisha Bwana. Warudishie vibali zao. Warudishie nguvu zao za kiroho. Warudishie nguvu zao za kiroho. Warudishie neema zao za vibali. Warudishie huduma zao. Activate their talent. As I finish Bwana, namaliza na nakuachia wao mikononi mwako. Wacha niwaache mikononi mwako. Sina uwezo wa kuwalinda. Baba, una uwezo wa kulinda watu wako. Linda jamii yako. Bariki familia zao. Bariki eneo ya kazi yao. Eneo ya kazi. Una mtu kazi. Eneo ya kazi ili kurugwa na ili kwama. Naomba Bwana uponye. Ninapomaliza, asante Bwana kwa Roho wako Mtakatifu, kwa kutuongoza kutoka asubuhi kufika mahali tumefika. Tutawale. Na katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen.